بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulimalizia katika kikao chetu cha jana tulichokuwa tuzungumzia kuhusu namna ya kukusanya baina ya kuhifadhi Qur'an na kurejelea au kufanya murajaa mtu anapokuwa katika hali ya kuendelea kuhifadhi Qur'an. Tukamalizia na masala mfumo tuliotaja, kaifa uraji' al-Qur'an kamilan idha intahaitu min hadhihi al-muraja'a, vipi naweza kuirejelea Qur'ani kikamilifu nikimaliza huu murajaa, ule murajaa tuliotaja jana, mwisho wa kusoma juzuu 2 mara 3 kila siku kwa mwaka mzima, kwa yule aliyekamilisha kuhifadhi Qur'an. Baada ya hapo tukataja kuwa tulitaja kuwa taraji'i Qur'an kamili akimaliza ule murajaa wa juzuu 10 kuzigawanya mara 3, kuwa airejelea Qur'an juzuu 2 kila siku, asome mara ngapi? Mara 3. Hapo ndio tulisimamia. Naam, tayeb. Hiyo itaendelea kwa mwaka mzima, yani bimaana tukataja kila takriban baada ya wiki 2 atakuwa amemaliza Qur'an. Kila baada, yani kwa mwezi atakuwa khitimisha mara 2 Qur'an, kwa mwezi khitimisha mara 2, lakini kila juzuu atakuwa ameisoma mara 3 kwa siku. Sema juzuu 2 za mwanzo, alif lam mim na sayaqulu, ataisoma asubuhi, katikati ya mchana na jioni. Siku ya pili, tilka ar-rusul lan tanalu, tasoma asubuhi, mchana, jioni, hivyo hivyo mpaka amalize. Akimaliza anza tena, akimaliza anza tena. Hiyo itaendelea kwa mwaka mzima. Kwa mwaka mzima akifanya njia au akifuata njia hiyo, bila shaka atakuwa amehifadhi Qur'ani hifdh mutqin kabisa, haina matatizo yoyote. طيب، ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟ baada ya mwaka huu, mwaka wa murajaa, kisha nifanye nini? بعد سنة من إتقان القرآن ومراجعته، baada ya mwaka mtu anapotimiza kuihifadhi Qur'ani ikiwa imetulia vizuri kabisa katika moyo wake, ameirejelea iwe hizbu yake, alhizb alyawmi min alquran hatta mamatik, paka kuondoka kwako katika huu ulimwengu, huwa hizbu nabii sallallahu alaihi wasallam. Hiyo utafuata hizbi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akigawanya Qur'an. Faqad kana yuhazzibu alquran 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawanya Qur'an vigawanyo 7, bimaana kila wiki atakuwa ni mwenye kumaliza kuisoma Qur'an kila wiki, ay kul 7 ayyam yakhtimu alquran, kila baada ya siku 7 amaliza kusoma Qur'an. قال أوس ابن حذيفة رحمه الله: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، niliwauliza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa mwaigawanya vipi Qur'ani katika murajaa? Nataka tujue, hili ni jambo ambalo walikuwa wakifanya masahaba, hafadha katika masahaba. قالوا, akasema 3 suwar, sura 3, wa 5 suwar, kisha 5, wa 7 suwar, kisha 7, wa 9 suwar, kisha sura 9, wa 11 sura kisha sura 11
وحزب المفصل من قاف حتى يختم حزب المفصل كتوك قاف مبقى سورة الناس رواه الإمام أحمد. يعني في اليوم الأول يقرأ من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء. siku ya kwanza ataanza na sura al-Fatiha mpaka sura an-Nisa. Atakuwa amesoma sura al-Baqara, Ali Imran na sura an-Nisa, sura tatu. وفي اليوم الثاني يقرأ سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة. siku ya pili anza sura al-Maida mpaka Tauba. وفي اليوم الثالث يقرأ من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل. siku ya tatu ataanza surati Yunus mpaka mwisho surati An-Nahl. وفي اليوم الرابع يقرأ من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان. سورة الإسراء mpaka فرقان siku ya 4. وفي اليوم الخامس siku ya 5 يقرأ من سورة الشعراء إلى نهاية سورة ياسين. سورة الشعراء mpaka ياسين. وفي اليوم السادس يقرأ من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات. صفات بقى حجرات. وفي اليوم السابع يقرأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. siku ya 7 قاف بقى ناس. hivi ndivyo alivyokuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine mtu aweza kusema kuwa Allah musta'an na kazi zetu nyingi na tuna kadha, itawezekana vipi? Wallahi, in ya'lamillahu fi qulubikum khayran يؤتكم خيرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. tizama mtu ambaye sasa hivi hana uzoefu wa kuisoma Qur'an, huyu ikifika katika mwezi wa Ramadhani hupata taabu sana, na pengine Allah subhanahu wa ta'ala yani amjalie pengine hata asiweze kuhitimisha Qur'an. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakumtambua Allah subhanahu wa ta'ala huko nyuma. Lakini yule ambaye amemtambua Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuinu. Kwa hiyo usijilaumu isipokuwa nafsi yako, ni wewe ndio sababu. طيب mimi sijazoea kusoma Qur'an, vipi Ramadhani nataka nisome juzuu 7 kwa siku? Utaweza wapi? Na wewe hujazoea hata nusu juzuu kuisoma kwa siku. Utaweza vipi? Nianza nifanya bidii, lakini ikafika katikati ya Ramadhani nikafanya uvivu. La, hii yatokamana na asli kule nyuma. Uko vipi? Taarraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda yu'inuk subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, kumaliza Qur'an siku 7, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu فيما يذكر عنه كان يختم في كل ليلة يصوم ختم القرآن. طيب كيف كان يفعل ذلك؟ يبغى أنزل سسيدي بعد صلاة العشاء kusoma Qur'an mpaka alfajiri maliza. Ilikuwaje? Rabbak a'anahum. Wallahi kanu sadiqin, wale walikuwa ni wakweli. Sisi hatuna ukweli. Ndio maana mtu kimtajia kwamba kufika huko mbali bwana, la wallah waweza, lakini wewe utajipinda, utafanya bidii na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, atakupa taufiki katika hilo jambo, na utaliona ni sahali sana. Nakumbuka tukiwa Yaman, wallahi ara baadhi ya tulab walikuwa na mfumo wa kusoma Qur'an. Yani leo wasikizana juzuu 1, kesho wasikizana 2, ya leo na ya kesho kutwa wasikizana 3, ile ya nyuma kule mpaka ifikie ile siku ya 3, kisha 4, kisha 5, 6, mpaka mwisho afika ngapi? 30. hawafanyi kazi yoyote siku hiyo tena, zaidi waiweka siku ya Jumaa. Waingia baada salati al-fajr, mtu washaoga ghusl al-Jumaa na kila kitu, waingia wasikizana juzuu 1 mpaka salati al-Jumaa. Salati al-Jumaa tusikiza khutba, baada ya khutba ghada warudi juzuu 1 mpaka asr. Baada al-asr ila al-maghrib wamaliza Qur'ani nzima.
hifdhan murajaa. Wamejizoesha mpaka limekuwa ni jambo la kawaida kwao. Mfano hapa kwetu ni ajabu sana mambo kama haya, watu wachukulia ni miujiza. La, jambo ambalo lawezekana mtu akijizoesha. kuna masala ya kaifa ufarriqu baina almutashabihat fi alquran. kuna aya zimefanana, vipi nitatofautisha hii ni ya sura fulani ni sura fulani? Njia ambayo ni sahali kabisa, ikiwa kuna tashabuh katika aya mbili umeziona, fungua msaafu katika aya zote mbili, kisha tizama tofauti, uizingatie vizuri, kisha ujiwekee nafsi yako dhabit, na kila mtu hii wafanya anavyojua yeye. Hii ni dhabit yangu, hii itanikumbusha. Na katika murajaa ilhad dhalika alfarq miraran hatta tutqin almutashabih alladhi bainahuma au التشابه alladhi bainahuma. wakati wafanya murajaa uwe makini sana, ulahidh ile sehemu ambayo ina tashabuh na nyingine mpaka uwe na itqan katika hilo, na inshallah taala itakuwa sawa. kuna misingi ambayo ni muhimu kushikamana nayo yule anaye hifadhi Qur'an. jambo la kwanza, yajibu an yakuna hifdhaka ala shaykhin litashih at-tilawa, lazima hifdhi yako iwe chini ya mwalimu shaykh, ili usahihishe kisomo chako. na hili jambo nimelitaja jana, huwezi kulala ukakurupuka ukotokako ukasema mimi nishamaliza kuhifadhi Qur'an na ukajifungia chumbani wasema wahifadhi. lazima usome chini ya sheikh ili akusahihishe. wakati mwingine waweza kuhifadhi kitu makosa ukajua baada ya wewe kusoma kwa mwalimu. jambo la pili, ihfadh kulla yawmin wajhaini, yani akthar shay, wajhan ba'da al-fajr wa wajhan ba'da al-'asr au ba'da al-maghrib. صفحة moja asubuhi alfajiri na صفحة moja jioni baada al-maghrib wa baada al-'asr, ikiwa una bidii. وبهذه الطريقة تحفظ القرآن كاملا متقنا خلال سنة. ukitumia njia hii kwa mwaka mmoja peke yake utamaliza Qur'an, asubuhi صفحة jioni صفحة. na hifdhi utakuwa katika hifdhi yako ni mutqin. أما إذا أكثرت من الحفظ فإن المحفوظ يضعف. ukikithirisha kuhifadhi 5 6 7 nusu juzuu, طيب utahifadhi, lakini mara nyingi wa hifdhi ya nini dhaifu, hasa kwa wale ambao wavivu. akirejelea mara 10 akiona ishaingia kichwani basi yamtosheleza. aona mara 20 atosha, ushahifadhi basi tosha. si shekhe ulisema mara 20 bana, la, yahitaji zaidi ya hivyo. hii ni kuhifadhi, wahifadhi mara 20, lakini kila ukirejelea zaidi ni bora. jambo lingine ambalo ni muhimu, alhifdh min surati an-nas ila surati al-baqara aysar. kuhifadhi kuanzia surati an-nas kuja baqara ni sahali zaidi, ingawa hii ni nisbi. kuna wengine kuanza baqara kwa wao ni sahali, kwa hivyo mtu mwenyewe ataangalia kile ambacho ni sahali kwake. lakini baada ya hifdh murajaa waanza surati al-baqara mpaka nas. jambo lingine ambalo ni muhimu, alhifdh yakunu min mushafin muwahhad fi at-tab'ati liyakuna mu'inan ala rusukhi alhifdh wa sur'at al-istidhkar limawatin al-ayat wa awakhir as-safahat wa awwaliha. hifadhi na msahafu mmoja, usichanganye. leo achukua msahafu wa Pakistani, kesho achukua msahafu wa Madina, siku nyingine achukua msahafu sijui kutoka wapi. la, ukianza na msahafu mmoja huo peke yake, na simaanishi kuwa ni huo utoke nao utembee nao kila mahali, namaanisha tabaa iwe ni ile. ikiwa ni ya Madina iwe ni hiyo na msahafu wa Madina ndio uko kila mahali. wako ambao walihifadhi na msahafu wa Pakistan wakaenda katika nchi nyingine wakaukosa, ikabidi waanze tena upya kuhifadhi. ni kama waanza upya kuhifadhi.
ili ujue mpangilio wa zile safha, manake huwa zachoreka takriban katika akili yako, wajua mwanzo wa safha ni aya fulani na mwisho ni aya fulani, hasa ukiwa umesoma sana, na ukiwa waswali wazifungua zile safha. Ndio wakati mwingine hata mtu akiwa yukusikiza Qur'an akaifungua safha kabla hujamaliza aweza kukuchanganya, mbona amefungua huyu na mimi sijamaliza, ukachanganyikiwa mpaka wajishuku kuwa pengine umekosea. Kwa nini? Sababu ni hii tuliyoitaja hapa, kudhibiti. Kwa hivyo uchague msahafu mmoja, sio leo huu kesho ule, mmoja pekee. Kumalizia, kila aliyehifadhi Qur'an, kila aliyehifadhi Qur'an في السنتين الأوليين يتفلت عليه المحفوظ, katika ile miaka miwili ya mwanzo utakuta kile alichokihifadhi cha sahaulika haraka sana. وهذه المرحلة تسمى مرحلة التجميع, مرحلة هي مرحلة التجميع. فلا تحزن من تفلت القرآن منك أو كثرة خطئك, isikutie huzuni kuwa wakosea wasahau, wala isikutie dhiki. Hii marhala ni saaba, ni nzito ile ya mwanzo, lilibtila walishaitani minha nasibun, na shaitan hapa ndio uchukulia nafasi ili akuzuie wewe kutokamana na kuihifadhi Qur'an. Fada'anka wasawisahu, wachana na wasiwasi wa shetani, wastamir fi hifdhi, endelea kuhifadhi. Na shetani huenda akamjilia mtu akamwambia wewe wahifadhi Qur'an alafu utaisahau, utapata dhambi wewe. Kwani wewe wahifadhi kwa nia ya kusahau? Hakuna mtu hifadhi Qur'an kwa nia ya kusahau. Hifadhi ya akhi, wala shetani asikuingia akakudanganya akakuchezea. Hifadhi Qur'an, soma Qur'an. Na hii ni changamoto kwa vijana wa Kiislamu. Usikubali wewe kama kijana wa Kiislamu, hifadhi Qur'ani kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Fahuwa kanzun la yu'ta li ayi ahad, ni kanz, sio kila mtu huipata. Jitahidi, jitahidi. Mbona wale vijana wanaojifananisha na makafiri wanabidii tu, wanabidii mashallah, taenda kwa kinyozi akatafute unyozi wa ajabu kabisa, pige ganjo la kisawasawa, kipara kabisa. Wengine wachora chora sijui zigzag huku. Kuna mmoja utaona hapa juu amechora rangi rangi, wapaka rangi aswa kama boli vile, mpira yani, kiraka cheusi kiraka cheupe, kiraka cheusi kiraka cheupe. Wafanya, wanabidii sana. Sisi tuwavuteni wale wenzetu katika kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wazazi, wallahi yasikitisha sasa katika muda huu, kipindi hiki cha skuli zimefungwa hizi, mashaallah, watoto baada ya shule kufungwa tu, kila mzazi anampeleka mtoto wake kwa kinyozi. Unyozi ajabu sana katika madaris, walimu wapata tabu. Bwana nenda kanyoe vizuri, nenda kanyoe vizuri. Mtoto mmoja ananiambia, babangu aniambia nikwambie ansahau. Nasema nikwambie ansahau, yani ansahau ndio akakunyoa hivyo? Aya, nenda kanyoe, kesho ukija nyoa vizuri mwanangu. Sawa. Siku ya pili atakuja, babangu ansema mimi niseme ninasahau. Yani mtoto hajui kudanganya. Allah Allah wallah, Allah Allah kwa wazazi, tuwaelekeze watoto wetu katika njia sawa, wahifadhisheni Qur'an. Wallahi yule mtoto akihifadhi Qur'an, ile Qur'ani ndio itakayomuongoza. Hautahitajika wewe kupata tabu kumuongoza yule mtoto, ile Qur'ani itamhifadhi biidhnillah ta'ala. Wapata tabu sana, mwanangu hii fanya, hii usifanye, hii fanya. Mweke katika hifdhul Qur'an, mwacha hifadhi Qur'an, utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza kwa sababu ya baraka ya kuhifadhi maneno yake katika kila anachokifanya. Wat-tawfiq biyadillah. Mtu ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala amjalie katika wale watakaokibeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika vifua vyao.
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ataambiwa sahib alquran iqra wartaqi, soma upande daraja, warattil kama kunta turattil fi dunya, soma kama ulivyokuwa ukisoma duniani. ahlul quran ahlullah wa khassatuh, ni watu wa Allah subhanahu wa ta'ala khassa, special, wapandishwa daraja. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, manzila na daraja yako ya peponi katika aya ya mwisho utakayoisoma. Umehifadhi juzuu moja, alhamdulillah, utafika kwenye juzuu moja, hapa ndio kwako. Wenzako waona hao wapanda mpaka mwisho, alihifadhi Fatiha mpaka Nas, basi ni daraja nyingi sana. kanzul wallah. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.